Kipimo cha hii changamoto huwa wanafanya vipimo vifuatavyo. Utafanyiwa vipimo vya blood pressure, lakini vile vile utafanyiwa kipimo cha protini kwenye mkojo, na vile vile utapimwa kipimo cha damu ili kuangalia kama damu inaganda, lakini vile vile kuangalia afya ya ini na figo. Lakini hii changamoto inaweza ikaleta athari mbalimbali. Baadhi ya athari ambazo zinaweza zikampata mama, kwanza inaweza ikapelekea changamoto za stroke kwa mama. Inaweza ikapelekea changamoto ya kiplasi ambayo tunasema changamoto ya degedege. Vile vile inaweza ikapelekea changamoto ya figo kufeli, kushindwa kufanya kazi. Lakini kwa mtoto inaweza ikapelekea kifo, inaweza ikapelekea huyu mtoto kuzaliwa kabla ya wakati, na wakati mwingine inaweza ikapelekea kifo cha mama na mtoto, kama ilivyoelezwa na Shirika la Afya kwamba hii ndio sababu kubwa ya changamoto hii. Okay, sasa cha kufanya, jitahidi sana. Unapoona dalili kama hizi, fika hospitali kwa ajili ya matibabu na ushauri wa uhakika, kwa sababu changamoto hii hata iliyowapata wengi sana walikuwa wamepuuza dalili za awali. Mtu ana maumivu makali ya kichwa, anavimba mwili, lakini anakuwa anapuuzia. Kwa hiyo ni vyema kafika hospitali ili kujua afya yako. Lakini vile vile kwenye programu yetu ya matibabu ambayo tunasema Kijacho Care, ni kwamba ni moja ya vitu ambavyo inakusaidia, inakuepusha kuweza kupata hatari ya kupata changamoto kama hizi za kifafa cha mimba. Kwa hiyo sasa, wewe mama mjamzito unaweza ukatumia hii programu ambayo ni maalum kwa ajili ya kupunguza maumivu ya viungo, lakini kwa ajili ya kupunguza hali ya kutapika kila mara. Inaenda kusaidia wewe mama mjamzito kupata usingizi vizuri na kumaliza baadhi ya changamoto. Kwa hiyo maana yake inapunguza hatari ya matatizo ambayo mama mjamzito anaweza akayapata. Kama utahitaji, basi unaweza ukatutafuta, ukanitumia message kwenye inbox yangu, aidha ukanipigia moja kwa moja kwa namba hizo ili uweze kusaidiwa. Kama umejifunza kitu, comment nimejifunza. Naitwa Dr. Elisha. Usisahau kushare na mwenzio na kutufollow ili kuendelea kujifunza.